Bwana, tayari Simba TV tupo hapa nje ya uwanja wa Amani, na kama ambavyo unaona mzuka ni mkubwa kutoka kwa mashabiki wa Simba Sports Club, na kila mmoja akiwa na hisia yake ile ambayo imemleta, lakini wengi wao wakiwa na hisia kubwa akitamani kuona mnyama akipata ushindi wa kutosha ili kurahisisha kazi kwenye mchezo wa mzunguko wa pili. Huu ni mchezo wa mzunguko wa kwanza kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya nusu finali. Sisi Simba Sports Club tupo hapa nyumbani katika visiwa hivi vya Zanzibar. Tunatumia uwanja wa Amani kama uwanja wetu wa nyumbani. Mashabiki ni wengi, mzuka ni mkubwa kama ambavyo unaona. We Kisugu mwita Kisugu, njoo hapa. Mzuka ni mkubwa, mashabiki wengi wa kutosha hapa. Bwana, nianze na Kisugu au nianze na ngoja nianze na Kisugu. Bwana Kisugu, mambo vipi? Mambo mazuri. Kama kawaida? Yes, kama kawaida, namshukuru Mungu. Unaumwa kaka? Hapana. Sisi Simba kama kawaida yetu, tunapopata kipindi kama hiki kuna vitu vingi ambavyo tunahitaji kufanya. Jana kama klabu ilijitoa kuwatembelea watu wenye uhitaji. Nafikiri juzi walipeleka msaada, lakini nami baada ya kufika hapa Zanzibar nimesikia tangazo tunahitaji kwenda kuchangia damu. Mimi kama mwana Simba ninaamini kwamba kuna watu wana mahitaji makubwa. Kwa hiyo nimetoka hapo kwenye kituo cha kuchangia damu, namshukuru Mwenyezi Mungu, nimetumia dakika zangu 15 vizuri, nimechangia damu kwa sababu unajua kuna vitu vingine unapokwenda kuvifanya unakwenda kuokoa maisha ya watu. Watu wenye mahitaji ni wengi. Kuna watu wengine majari yamekuwa mengi. Damu zinatakiwa watu kwenda kuhifadhi aidha mama zetu, aidha baba zetu. Kuna muda mwingine unaweza kuona kwamba jambo dogo tu unalifanya, lakini mbele ya Mungu likawa kubwa, kwa sababu inawezekana kwamba kufanya lile jambo umekwenda kunusuru maisha ya mwanadamu mwenzio. Turudi kwenye mechi Kisugu. Yes. Kwa namna ambavyo muwaona wapinzani vimekuwa vinazungumza vitu vingi, story nyingi, taarifa ni nyingi. Kwa namna ambavyo umeiona Simba, nini ambacho unadhani kinaenda kutokea hapa katika uwanja huu wa Amani? Kikubwa Simba kwenda kupata matokeo mazuri tu katika uwanja huu wa Amani. Mawili moja. Yako maneno mengi yatazungumzwa, ziko hadithi nyingi tazungumzwa, lakini niseme tu salamu kwamba Simba mwaka huu tuna jambo letu. Na inawezekana kinachotokea leo katika uwanja wa New Amani tunakwenda kutengenezea historia ambacho hakijatokea katika mashindano ya shirikisho barani Afrika. Historia gani tena hiyo? Kaka, mbona mnamshangilia jamani? Anaongea kweli. Ameongea kweli. Kama tulikuwa na uwezo katika michuano ya klabu bingwa, tunakiri ni michuano mikubwa zaidi. Tumeshampiga mtu 7. Kwa nini tushindwe katika michuano hii ya shirikisho kumpiga mtu 8? Bwana, kweli mtu ashikufa 8 leo hapa? Kweli. Anaongea pointi hasa. Yaani anaongea pointi kabisa, hajakosea sehemu yoyote. Kama atakula mtu hata 7 hapa. Hapa Amani. Akichanganya hata 7 anakula. Bila shaka hiyo. Vizuri. Yaani hiyo bila shaka. Wewe na wewe unasemaje? Anaongea sahihi. If you have no data, no right to speech. Kama hauna data za kutosha, hauruhusi haki ya kuzungumza. Kisugu ana data za kutosha, ndio maana anazungumza fact. Huyu mwamba. Kaka, una watu hadi Zanzibar kaka. Nawashukuru sana wana Simba. Wamekuwa watu wa kujitolea sana. Na niongea kitu kimoja kidogo sana. Walichokionyesha Wazanzibari hususan mashabiki wa Simba sio mapenzi bali ni mahaba. Kuna mapenzi na kuna mahaba. Yes. Bwana, mambo vipi ndugu yangu? Safi ndugu yangu. Vizuri? Niko vizuri. Unaitwa nani, unatokea wapi? Isa Mohamed Moto, natokea Chamazi, Dar es Salaam. Mwanao uko wapi? Kashaondoka, alikuwa na bendera ya Simba. Wewe una bendera hii ni ya Guinea hii bendera ya Guinea, hususani Musa Kamara pring. Kwa hiyo umemshonea Musa Kamara pimpini? Umemshonea Musa Kamara ili aweze kufanya vizuri kwenye nyavu zake. Kwa namna ambavyo timu umeiona, unadhani tunaweza tukapata matokeo mazuri leo? Kama alivyoongea Kisugu, matokeo mazuri ni jadi yetu. Tumempiga mtu 7 Dar es Salaam, tukampiga mtu 6 Dar es Salaam. Kwa nini hapa asile 5 na kuendelea? 5 zinapatikana. 5 zinapatikana na kuendelea. Haina noma, narudi kwako ndugu yangu. Bwana, nani hapa mwingine? Oya mwanangu, mali bendera. Oya njoo. Njoo vizuri hapa. Njoo vizuri, njoo. Simama hapa mbele. Kaka, umeanza na Mokola? Hebu nionyeshe. Ipo atazungumzia. Angalia pale mbele kwanza. Mshikie mwanangu. Mwanangu, mambo vipi? Poa. Unaitwa nani ndugu yangu? Naitwa Abduraza Kilundenga. Unatokea wapi? Natokea Temeke. Temeke? Ndio Temeke. Umeingia lini kaka? Nimeingia leo asubuhi. Umeingia leo? Bwana, huyu hapa ndugu yetu ana jezi ya Guinea, anasema yeye ni kwa ajili ya Musa Kamara pimpini. Kisugu kashatema cheche nyingi. Wewe una jezi ya mnyama, una bendera ya mnyama. Ndio. Kwa nini hujaja labda na bendera labda
ya Ivory Coast kwa ajili ya Jean Charles au bendera ya Tanzania umeamua kuja na hii bendera ya mnyama Simba Sports Club? Yaani inamaanisha mimi shabiki wa wachezaji wote wa Simba. Sibagui, sichagui. Ai bwana, kwa namna ambavyo umeiona timu yako msimu huu, mpinzani anakaa vizuri leo? Yaani nakwambia hivi kuna goli 3 Simba wanapata na wachezaji nishawajua ambao wanashinda hizo goli. Ambao wanafunga mabao? Ndio. Na Alabdese Mkwala na goli 1 na yeye Mpanzu Kibisawala anapiga goli 2. Bwana. Yeah. Wewe Kisugu mbona ukisikia Mpanzu unacheka cheka tu? Wewe ukisikia Mpanzu usogea hapo. Wewe ukisikia Mpanzu unacheka cheka tu. Unacheka cheka nini? Unajua mtu mmoja hatari sana. Mtu mmoja ambaye amekuja kutuheshimisha Simba sana. Nabii huyu. Na mtu mmoja amekuja kuwatafsiria Watanzania kujua mchambuzi gani sahihi anajua mpira na mchambuzi gani hajui mpira. Kwa sababu wakati anakuja kuna watu walisema uwezo wa Mpanzu kwa namna tunavyomuona na ukubwa wa Simba ni vitu viwili havifanani. Lakini leo Mpanzu anakwenda kuambia kwamba mimi kucheza Simba ni haki yangu. Kaka. Tumalizie Kisugu, tumalizie. Kwa namna ambavyo tumekuwa tukifanya vizuri uwanja wa Benjamin Mkapa, hii leo tumekuja uwanja wa Amani hapa Zanzibar. Tuna sababu hizo za kufanya vizuri? Yes, tuna sababu. Tuna sababu. Moja ya sababu, mechi inachezwa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unapozungumzia Tanzania bara, maana yake Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukaizungumzia Zanzibar, unazungumzia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huwa kuna msemo wangu mmoja napenda kuutumia sana. Unakuja utavuta hewa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana yake Stellenbosch leo wanavuta hewa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, namna ambavyo tulivyojipanga, tunakwenda kupata matokeo mazuri dhidi ya Stellenbosch. Bwana, mwanangu wewe tumalizie. Shei kwa wapi? Shenjo. Njoo. Mwalimu yuko wapi? Mwalimu mwingine nilimwona. Mwalimu. Shei yuko mbali yule. Mwalimu. Njoo hapa ulete vitu kidogo. Mwite mwalimu mwingine. Njoo. Bwana, mambo vipi ndugu yangu? Poa poa. Asalamu alaykum. Alaykum salaam. Unaitwa nani, unatokea wapi ndugu yangu? Mimi naitwa Ramadhani Saidi. Ramadhani Saidi. Bwana, tumalizie tupigie dua hapa leo na watu wote waloka hapa waitikie dua ambao sitaenda kutupa ushindi. Bwana, tujiandae sasa kuitikia dua au vipi? Lete dua mwanangu. Oya. Mimi nataka niseme tu alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ametubariki kwa siku hii ya leo. Simba mnyama anaenda kuwakilisha. Yaani leo 3 lazima zipatikane ndani ya uwanja. Mimi nasema hivi, wote tuseme inshallah Mwenyezi Mungu tunaenda kushinda kwa kishindo. Simba! Basi kama kawaida jamani, tuingie uwanjani tufanye mambo ya ajabu leo, lazima wakae. Bwana, hizo ni hisia za baadhi ya mashabiki ambao wenyewe tayari wameshajitokeza hapa nje ya uwanja huu wa Amani, na kila mmoja akiwa na hisia zake, lakini wengi wakiamini kwamba mnyama anakwenda kufanya vizuri, na si kushinda tu, ni kushinda ushindi wa mabao mengi ili kurahisisha kazi katika mchezo wa marudiano pale Afrika ya Kusini. Mimi ni Tobias Sebastian, usiache kuangalia na kufuatilia Simba TV.